Peoples. Makamanda, kwa majina naitwa Dickson Matata. Mimi ni wakili, lakini pia ni mwenyekiti wa kanda ya Magharibi inayojumuisha mkoa wa Kigoma, Katavi na Tabora, na kwa nafasi hiyo mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Peoples. Ndugu zangu, ninataka niongee maneno machache, lakini nitajikita kidogo kwenye katiba ili muweze kujua kwamba Chadema inayoyafanya hayajatoka sehemu tofauti na sehemu ambayo tunajua wote wa Tanzania ndio msingi wa sheria za nchi, kwa maana ya katiba na sheria tulizo nazo. Ndugu zangu wa Tanzania, wakati rais anaingia madarakani baada ya kifo cha hayati John Pombe Magufuli, alipoingia alisema utawala wake utakuwa na 4R. Na aliposema 4R, akasema 4R, R ya kwanza itakuwa inamaanisha R nyingine akasema itakuwa resilience, uvumilivu au ustahimilivu. Na R nyingine akasema itakuwa ni nimesema resilience, nikasema rebuild, nikasema reform, na ya mwisho ni reconciliation, maridhiano. Sasa ndugu zangu, katika nchi yoyote ya kidemokrasia duniani, tangu kuumbwa kwa dunia hii, kwenye nchi yoyote ambayo haiamini katika udikteta, kitu muhimu duniani ni maridhiano. Kwa maana ya kwamba hakuna sehemu unaweza ukawa unapata 100% kwenye kila kitu. Lazima kuna give and take, kuna kupata na kukosa. Yani wewe uchukue kidogo na mwenzako achukue kidogo. Ndio maana ya maridhiano. Maridhiano haimaanishi kila mtu achukue 100%, mwingine apate 0. Maridhiano ni kwamba kuna mwingine atachukua kiasi fulani na mwingine atachukua kiasi fulani, na kingine kinaweza kikakosekana. Hiyo ndio maana ya maridhiano. Ndugu zangu, hata kabla ya hizi serikali tulizo nazo, kwa Waislamu mnafahamu, tatoa mfano kwa Waislamu ili niweze kueleweka. Wakati Mtume Muhammad SAW alipokuwa bado yuko duniani, aliwahi kuingia mkataba unaitwa Hudaybiyah. Kwenye mkataba huo wa Hudaybiyah, ambao aliingia yeye kwa niaba ya Waislamu zidi ya Makuraish kule Maka, ambao ilikuwa na nia ya kuhakikisha Waislamu wanaenda umra, alikubali baadhi ya vitu ambavyo kwa hali ya kawaida asingeweza kuvikubali. Kwenye ule mkataba, kabla ya kusaini, moja ya vigezo ambavyo vilikuwemo, mkataba ulikuwa umeandikwa kwenye sehemu ya mkataba, kuna maneno yalikuwa yameandikwa Bismillahirrahmanirrahim, na kuna sehemu palikuwa pameandikwa Muhammad Rasulullah, ambayo ni maneno yanayosema kwa dini ya Kiislamu kwamba Mungu ni mwenye rehema na nini? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema na anaye rehemu. Lakini pia kwamba Muhammad ni mjumbe wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Lakini kwenye kutaka kukubaliana na mkataba ule ili Waislamu waweze kuruhusiwa kwenda umra, alikubali kuyafuta kwa muda yale maneno kwenye mkataba. Ndio maana ya maridhiano. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nini alifanya hivyo? Ni kwa sababu alikuwa anataka amani na alikuwa anataka kufanikisha malengo ya Waislamu kwenda umra. Sasa katika nchi yetu tunasema ni nchi ya kidemokrasia. Ukisoma ibara ya 3 ya katiba yetu, ninaomba niisome ili watu wote muweze kusikia na muone tunachokisema
kama ni sawa au si sawa. Inasema Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa nchi yetu msingi wake ni nchi ya kijamaa, lakini pia ya kidemokrasia na yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna vyama vya kisiasa vingi na kama kuna mfumo wa kidemokrasia, lazima kuna sehemu mtakuwa mnapishana na kuna sehemu mtatakiwa kuingia kwenye maridhiano. Ndio maana yake. Sasa nataka muone huyu rais anayesema yeye anaheshimu 4R. Ni kweli kwamba wanachokilalamikia Chadema yeye hakioni? Na je, haina haja kuhitaji maridhiano? Naomba niende ibara ya 74 ya katiba hii. Ukisoma ibara ya 74 ya katiba hii inasema kutakuwa na tume huru ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo itakuwa na wajumbe wafuatao watakaoteuliwa na rais. Inasema mwenyekiti ambaye atateuliwa na rais, makamu mwenyekiti na wajumbe wengine. Ibara ya 74. Sasa ndugu zangu, kwa hii ibara ya 74, rais ndo anayeteua mwenyekiti wa tume na ndo anayeteua makamu wa tume, lakini pia ndo anateua wajumbe wa tume. Yaani rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho kinaingia kwenye uchaguzi dhidi ya vyama vingine, lakini huyo naye anaingia kwenye uchaguzi, yeye ndo anateua wajumbe wa tume kwa mjibu wa ibara hii. Yaani ni sawa na kusema referee ana upande tayari, halafu huyo ndio anakuja kuambia ingieni tucheze, mimi nitachezesha vizuri kwa mjibu wa ibara hii. Sasa ukiachana na yeye kuteua wajumbe, kibaya zaidi licha ya kwamba yeye ndio anateua wenye viti wa tume na wajumbe, kibaya zaidi kwenye hiyo tume ameteua mpaka mjumbe ambaye ni mwana CCM kabisa. Mnamfahamu Omar Ramadhani Mapuli. Omar Ramadhani Mapuli amewahi kuwa mwenezi taifa wa CCM, Omar Mapuli. Lakini pia amewahi kuwa balozi wa nchi yetu. Amewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani. Eti naye ni mjumbe wa tume hii. Halafu unategemea aje atende haki kwa vyama vyetu. Kama haifai, ibara hii inampa rais uwezo wa kuwaondoa hawa wajumbe. Inampa rais uwezo wa kuwaondoa. Na inasema ukienda ibara ya 74, ibara ndogo ya 4 na ya 5, inasema rais aweza kuwaondoa katika madaraka wajumbe ya tume ya uchaguzi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza kazi zake ama kutokana na maradhi au sababu nyingine yoyote. Sikiliza hapa. Yaani rais anaweza akawaondoa hao wajumbe wa tume kwa sababu mbalimbali, ikiwemo sababu nyingine yoyote. Yaani kwa lugha nyepesi, akiamua akiona hakupendi au umechana vibaya, siku hiyo umevaa vibaya, huna suti, anaweza akakuondoa. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii imesema kwa sababu yoyote rais anaweza akawaondoa wajumbe wa tume. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kisheria kwamba hawa watu wanaoteuliwa kuwa kwenye tume hawana kitu tunaita security of tenure, hawana kinga ya ajira yao, kwa sababu anaweza akateuliwa leo akaondolewa kesho. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu hana security of tenure, hana uhakika na ajira yake itakoma lini, na anayemteua ndio anaweza kumuondoa, maana yake atakuwa anafanya kazi kwa kufuata maelekezo ya yule aliyemteua. Pause. Hiyo ni tatizo kwenye katiba hii. Kama haitoshi, hiyo tume ambayo tunaizungumzia, ukienda ibara ya 74, ibara ya 11 na ya 12, inasema hiyo tume kwenye kufanya kazi zake haitaingiliwa na mtu yeyote na wala haitafata amri au kushauriwa na chama chochote cha siasa. Kwa hiyo tume ina mamlaka ya kuweza kufanya jambo lolote kwa nia mbaya au nzuri, kwa sababu katiba imewaruhusu kuweza kufanya chochote, na usiwalazimishe au chama cha siasa kisitoe maoni. Na kama haifai,
Ibara hiyo ya 74, ibara ndogo ya 12 inasema huwezi kwenda mahakamani kuhoji chochote kilichofanywa na tume. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba hii tume ikifanya lolote, ukienda mahakamani utaambiwa huruhusiwi kuja kuhoji, kwa sababu katiba imekataza chini ya ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 na ya 12. Kama haitoshi kwenye katiba hii ambayo ninasema tume inateuliwa na rais, na rais ana mamlaka ya kuwaondoa, bado kwenye uchaguzi ambao rais huyo anashiriki kupitia chama chake, akitangazwa vyama vingine vikitaka kulalamika kwenda mahakamani, ibara ya 41 ya katiba hii inakataza kwamba matokeo ya rais hayaruhusiwi kwenda kupingwa mahakamani. Soma ibara ya 41, inakataza kwamba uchaguzi wa rais haupingwi mahakamani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba hii katiba inabeba mfumo wa chama kimoja na inapendelea chama cha CCM. Ndio maana tunasema tunahitaji mabadiliko, ndio maana tunataka reforms. Tunaposema reforms tunamaanisha haya mambo yabadilishwe. Hiyo nimezungumzia tume. Vipi kuhusu wakurugenzi ambao mnafahamu wakurugenzi wa wilaya na halmashauri zetu wengi ni makada wa CCM? Wapo waliokuwa wanashiriki uchaguzi kama wabunge, wakikosa wanapewa ukurugenzi. Uongo? Halafu hao ndio waje kusimamia uchaguzi ambao Chadema itashiriki. Ndio maana tunasema tunahitaji reforms. Na rais alisema wakati anaanzisha 4 hours kwamba moja ya kitu muhimu kwake itakuwa ni reforms. Halafu tunasema reform wanazikataa. Anasema kutakuwepo na reconciliation, tunasema hii irekebishwe. Yeye haoni kama kuna huo muhimu. Makamanda, kwa hali hii kuna haja ya kushiriki uchaguzi na wauliza? Kuna haja ya kushiriki uchaguzi? Nimalizie mfano wa mwisho. Wakati wa kujiandikisha, nyinyi wote mnaenda mnajiandikisha, na vyama vinaruhusiwa kuweka mawakala ili kuona kama anayejiandikisha anaruhusiwa kwa umri na kadhalika. Lakini baada ya hapo wanaoenda kutunza ile takwimu data ni tume. Kwa mjibu wa katiba hii na sheria za uchaguzi, hakuna sehemu yoyote chama cha siasa kinaruhusiwa kwenda kuangalia kwenye seva sehemu wanapotunza ili kupata takwimu halisi ya wapiga kura. Halafu mwisho wa siku tunaletewa data ambazo tunapewa, wakati mwingine zinakuwa ni za uongo, zimepikwa, ni feki, ambazo zinakuja kusaidia kutengeneza kula feki, na mwisho wa siku watu wanashindwa ambao nyinyi mlikuwa mmewachagua kwa halali. Mnakubali kwamba tuendelee na hiyo hali? Peoples. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu ya muda niliomba nieleze hilo na niishie hapo. Lakini niwaambie ndugu zangu, mara nyingi sana mmekuwa mnaambiwa na serikali hii kwamba hii nchi ni ya amani na tuhakikishe tunatunza amani. Naomba niwaambie, hakuna amani katika nchi hii, bali kuna utulivu. Hautaeleza viongozi wenzangu, lakini ninaomba tuangalie kwenye mazingira ambayo uchaguzi sio wa haki, kwenye mazingira ambayo watu wanaenda kugombea wanauliwa, kwenye mazingira ambayo mna maisha magumu, halafu mnaambiwa kwamba tunatakiwa kutunza amani. Nyerere wakati wa utawala wake na baada ya utawala wake aliwahi kuandika kitabu kinaitwa Binadamu na Maendeleo. Binadamu, ukisoma ukurasa wa 2 wa kitabu hicho, ukurasa wa 2 aya ya 2, anasema amani ni nini, ambao kila siku nyinyi mmekuwa mnaambiwa Tanzania ni nchi ya amani, hakikisheni mnatunza amani, huku mnaishi maisha kama vikaragosi. Ukisoma katika kitabu hiki anasema, lakini amani peke yake haina maana katika maisha ya mwanadamu, kama amani yenyewe maana yake ni kutokuwepo mapigano. Maana amani ya namna hiyo inaweza ikawa kisingizio tu cha kudumisha dhuluma inayowapokonya binadamu wengi sana haki na utu wao. Peoples. Kwa hiyo tunapoambiwa amani, ni lazima tuangalie hii amani inayozungumzwa ni amani ambayo
sisi tuna maisha mazuri? Ni amani ambayo sisi ambao tutakiwa kupewa ajira tuna ajira? Ni amani ambayo sisi wafanyakazi mishahara inapanda? Ni amani ambayo sisi ambao tumemaliza kazi tunapewa pension bila vikokotoo na pension ni ya kutosha? Kama hayo mambo hayapo, maana yake ni kwamba kile alichokieleza Nyerere kwenye binadamu na maendeleo, amani tulionayo ni udanganyifu, kwa sababu walio wengi ambao nyinyi ndio mnawaita viongozi wapo kwa ajili ya kuwadhulumu. Ndio maana wao wanatembea kwenye magari mazuri V8, wanaishi kwenye maisha mazuri, watoto wao hawasomi kwenye shule watoto wao mnasosoma, wao wanatibiwa kwenye hospitali nzuri, nyinyi mna maisha mabaya. Pause.